Zinapokufikia kazi nzuri za burudani katika filamu au muziki, huenda ukawahi kusikia sauti kama onyesha feelings, angalia kamera au rudia tena. Hizi ni sauti ambazo mara nyingi hupotelea nyuma ya pazia, lakini uhalisia ni kwamba ndizo zilizobeba nguvu ya kila kazi nzuri unayoiona kwenye skrini. Ukiachiana na injinia wa ujenzi, huyu ni injinia wa burudani anayejenga hisia, ubunifu na mvuto wa kazi za kisanaa. Cha kushangaza ni kwamba licha ya mchango wao mkubwa, wengi wao hawafahamiki kwa walaji wa mwisho wa kazi hizo. Mara nyingi hawapewi nafasi kwenye vyombo vya habari. Lakini ukweli ni kwamba nyuma ya kila sinikali unayoitazama leo au audio tamu unayopenda kuisikiliza, kuna juhudi kubwa zilizowekwa kuhakikisha kila kitu kinafika katika ubora. Wapo wanaokesha wakihariri picha, wakitengeneza sauti, wakichagua engo sahihi za kamera na kuelekeza namna msanii anavyopaswa kuwasilisha ujumbe wake kwa usahihi. Na hawa ndio wabunifu wanaobeba uzito wa kazi nyingi za sanaa bila kutambulika, kwani mara nyingi mafanikio ya kazi fulani huonekana kupitia msanii aliyopo mbele ya kamera bila kujua nyuma yake kuna timu nzima inayohakikisha kila sekunde ya kazi hiyo inakuwa na ubora unaovutia macho na masikio ya watazamaji. Katika ulimwengu wa burudani, si kila anayefanya kazi huonekana mbele ya kamera au kushika kipaza sauti juu ya jukwaa. Wengine ubunifu wao huonekana kupitia matokeo makubwa yanayowafikia. Kila hisia inayogusa mashabiki, kila picha inayovutia macho na kila sauti inayobeba ujumbe mzito. Kuna maarifa, kuna muda wa ubunifu mkubwa ambao umewekwa nyuma yake. Wapo madirekta wanaopanga namna simulizi inavyoonekana, producer wanaosimamia ubora wa kazi na wahariri wanaunganisha picha kwa ustadi. Hakika hawa wote ni sehemu muhimu ya mafanikio ya kazi yoyote ya sanaa. Ukizungumzia upande wa directing katika filamu na muziki, kuna watu wengi ambao wameacha alama kubwa kupitia kazi zao. Aliyeamua namna hadithi inavyobebwa ili aweze kugusa hisia za watazamaji. Kuanzia namna sini inavyopangwa, mwanga, mavazi, hadi hisia za waigizaji. Vyote hupita mikononi mwa director. Vivyo hivyo kwenye muziki, director wa video ndiye anayebeba taswira ya wimbo na kuifanya hadhira kuelewa zaidi kupitia picha. Kazi kubwa zilizofanywa na madirekta mbalimbali waliofanikisha video na filamu zilizotikisa hadhira. Wapo walioweza kuibua vipaji vipya na kufanya sanaa ya Tanzania kuonekana kimataifa. Na mwisho wa siku, sanaa ni ushirikiano wa vipaji na taaluma mbalimbali. Aliye mbele ya kamera anamhitaji aliyoko nyuma ya kamera. Jamii inapaswa kuthamini mchango wa wabunifu hawa wa nyuma ya pazia, kwa kuwa ndio msingi uliobeba nguvu ya burudani. Kila kazi nzuri kuna mkono wa wabunifu na madirekta wanaohakikisha kila kitu kinakuwa katika kiwango bora kinachovutia hadhira.